umekuwa unaota ndoto za kutisha, ujue tayari adui zako wameanza kushambulia bila wewe kujua. Ukiona unaota ndoto za vitisho, unaota ndoto za maadui, unaota ndoto za kufukuzwa, za kulisha vyakula, vya kutembea uchi, vya kusemwa, vya kudhalilishwa, ndoto za ajabu. Licha hivyo, kishaona tunaishi maisha ya wasiwasi, kutojiamini, maisha ya kukata tamaa, maisha ya magonjwa, maisha ya kutopiga hatua, hii ni ishara ulimwengu wako wa roho, adui zako wanaona kile unachofanya. Kwa hiyo kama wanaona kila hatua unayoenda, wanakufuatilia kwamba huyu jamaa ana mipango ya kujenga. Kwenye runinga zao wanakuona, kwa hiyo wanakukwamisha katika ulimwengu wa roho. Chochote unachofanya kinaharibiwa. Kiona kila kitu unachofanya kinaharibiwa, elewa ulimwengu wa roho, ulimwengu wako wa roho, na kila mtu ana ulimwengu wake wa roho. Ndio maana kila mtu akilala anaota. Lakini sio hivyo tu, kila mtu ana ulimwengu wake wa roho, ambaye ndiko ambapo ndio chanzo cha kufanikiwa kwake, au ndio chanzo cha kuharibiwa kwake. Kufanikiwa kwa maisha ya mtu, iwe kiroho kimwili, lazima inategemea ulimwengu wake wa roho. Ulimwengu wako wa roho ikitekwa, wewe uhakika chochote utakachofanya lazima kiharibiwe, maana walio kwenye ulimwengu wako wa roho wanajua kitu gani unataka kufanya na wanajua uelekeo wako. Sasa cha kufanya, ukiona maisha yako hivyo, cha kufanya ita ukuta wa moto, kwamba runinga za kichawi, runinga za maadui, kila wakipiga kamera zao hawatakuona wewe, wataona ukuta wa moto. Kila unachofanya hawataona, wataona ukuta wa moto. Tumoja aseme leo ukuta wa moto ushuke papo. Kishaona tu vitu vinaharibika. Kuna watu wanakufuatilia. Na sio wanakufuatilia kimwili tu. Bwana watu wakufuatilia kimwili wasiwa na kitu wanachokufanyia. Kuna wanaokufuatilia kimwili lakini wana lengo baya. Nataka nitangaze, nitaita kuta za moto kwenye maisha yako, kwenye afya yako, kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako, kwenye uelekeo wako, kwenye ndoa yako. Kila wakikutafuta hawatakuona wewe, utafuta ndani ya kuta za Mungu aliye hai. Tunaposoma kwenye kitabu cha Zakaria, tunaona kijana anakwenda kupima urefu wa Yerusalemu, anapima na upana wake. Anapima kwa sababu gani? Lakini walikuwa na mikakati wazungushe kuta. Mungu alipotazama kama jana, malaika peleka ujumbe, waambie wasizunguke, maana wao wanajihami waweke kuta zao ili adui asiwafukuze. Lakini wakizungusha, maana yake hawatapanuka. Nenda kawaambie, nitakuwa ukuta wa moto, kila kitakacho watafuta hawataonekana. Ndio naita kuta za moto. Anayekufuatilia hatakuona wewe Bwana. Sema hawataniona, sema hawataniona. Ile mtoto wako hataonekana Bwana. Wakimtafuta mtoto wako hawataona mtoto, wataona kuta za moto. Wakitafuta mama yako hawatamuona mama yako, wataona kuta za moto. Wakitafuta nyumba yako hawataona nyumba yako, wataona kuta za moto. Wakitafuta elimu ya watoto wako hawataona elimu ya watoto wako, wataona kuta za moto. Kuna watu watatu unaona kuta zikishuka kwenye ardhi za kwao. Angalia mtu amekaa pale, unatamka hizo kuta zitashuka, hawatakuona. Kuna ukuta wa moto leo litashusha mahali. Habari ya kuota unalishwa vyakula unafukuzwa, habari ya kuota unanyongwa, hautaziota tena, maana kuta zitashuka ndani yako. Tayari ndoto zako zitakuwa ndoto za kuona Bwana akitembea na wewe. Utaona Bwana akisema na wewe. Ndoto zako ni ndoto za kuota unapenda kwenye usingizi, unaamalikia kwenye usingizi, unaendesha gari kwenye usingizi, unadete nyumba kwenye usingizi, unapakata watoto wa kike kwenye usingizi. Nakataa ndoto chafu, nakataa ndoto chafu, nakataa vita vinavyokuandama kwenye ndoto. Walio kupiga kitu na waondoa leo, utaota unawatandika wao. Unatabiri kinabii, iwe ndani yako kama unaamini. Sema fire, sema fire, sema fire. Sema leo kuna kuta zitashuka hapa. Silaha ya ukuta wa moto ni silaha ya kujikinga na mishale yote ya kichawi. Kama unasikia vitu vinatembea mwilini, kwenye pala nyumba yako, vitu vinatembea kwenye mwili wako usiku wa manane, vinatembea popote pale, silaha hii hautaona. Tumia silaha hii, hautaona tena. Ita kuta za moto kwenye kizazi chako. Yaani maana yake hata kama kuna
vitu unasikia vinatembea kwenye mwili wako. Ita kuta za moto kwenye mwili wako. Kama kwenye kizazi chako kuna tatizo, ita kuta za moto. Sema amen. Yaani wale watu ambao mimba zinaharibika ovyo ovyo, zinaharibika kwa sababu adui zako wanafuatilia mpaka na kizazi. Sasa ukiita kuta za moto kwenye kizazi chako, kila wakipiga runinga waharibu mimba, wanakuta kuta za moto zimekaa. Yaani wala ambapo una afya mgogoro mara kwa mara ni maradhi, magonjwa, mara usikie tumbo, mara usikie kiuno, mara usikie wapi, yaani mashambulizi hapa na hapa. Cha kufanya adui zako wanakufuatilia hatua kwa hatua. Itia kuta za moto. Kama ni mguu, itia kuta za moto. Kama ni kichwa, itia kuta za moto. Kama ni mikono, itia kuta za moto. Kama chochote nitakachokiendea, kuta za moto zinikinge. Na leo kuna watu waliokuja kwenye ibada hii, hawakuja kwa watu labda. Ziko kuta zitawafunika. Ziko kuta zitatembea pamoja nao. Na kwambia kila anayejipanga kutuma makombora, akituma kombora, itakutana na kuta. Akituma kombora, itakutana na moto. Robosha kama tamka kinabii, niwanika kuta za moto zishuke. Mtoto wako aliyopanga atakufa, nikazaa sitaona mtoto wako. Wapoona akifaulu, akifanikiwa, kwa levo ya baraka. Kuna watu baraka zenu zimeshaachiliwa, lakini adui anazuia. Leo tunaweka kuta za moto. Baraka zitafika kwako. Hawatajua imefika saa ngapi. Kijana wako hawatajua ameoa saa ngapi. Utabeba mimba, hawatajua umebeba mimba saa ngapi. Utajenga, hawatajua umejenga saa ngapi. Utabariki leo, hawatajua unabariki saa ngapi. Kuna vitu utafanya mpaka maana hawatajua unafanya saa ngapi. Wai kuta za moto zitashuka. Tumoja aseme fire. Sema fire. Kwenye kuta za Bwana, una mimba mtoto atastawi humo. Una kazi itastawi humo. Kwenye hiyo bomo utastawi humo. Kuta za kinafiki zitawadondokea wao. Kuta za kichawi zitawadondokea wao. Kuta za mizimu zitawadondokea wao. Alafu kuta za Mungu wako zitasimama. Kitabu cha Ayubu mlango wa 1 mstari wa 9 na wa 10. Usome kama umepata. Bwana akamuuliza Shetani. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana. Ndipo Shetani akamjibu Bwana. Na kusema, natoka katika kuzunguka duniani. Muone jamaa. Anazunguka wapi? Duniani. Hana makao. Hata leo anazunguka. Na katika kutembea huku na huku humo. Na katika kutembea huku na humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani. Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa taarifa yako nikudokeze, Shetani na Mungu hawana vita. Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye. Hapana mmoja aliye kama Ayubu. Mtu mkamilifu na mwelekevu. Na mwenye kumcha Mungu. Na mwenye kumcha Bwana. Na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu Bwana. Angalia ujamaa anakushtaki. Ndipo Shetani akamjibu Bwana. Na kusema. Je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Unafikiri Bwana anakupenda? Hata unapokwenda kwenye ibada unafikiri anakupenda kwenda ibadani? Wewe huko mzingira kwa ukingo pande zote. Sasa angalia, Mungu hujamzingira kwa ukingo. Maana yake kila sehemu Shetani akipitia anakuta ukuta. Akienda kwa watoto anakuta ukuta. Pamoja na nyumba yake na vitu vyote. Angalia, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo. Na kazi ya mikono yake. Kumbe tunapoita ukuta wa moto sio tunataka tuwe salama mpaka kwenye kazi zetu, mpaka kwenye afya zetu, mpaka kwa watoto wetu. Nataka mwanangu leo sikiliza, kabla mwaka hujaisha uwe tishio kwa Shetani. Kabla mwaka hujaisha uwe tishio kwa watu wanaokuzunguka ulikotoka. Kabla mwaka hujaisha uwe tishio kwa walioleta ardhi yako, walioleta mipango yako. Yaani uwe tishio mpaka wajue kuzaliwa. Tunasema nataka nikawe tishio. Ayubu alifika mahali alikuwa tishio. Amesema tishio. Akasema nimaliza kwa chini. Sawa 9 na 10. Anasema mstari wa 10. Wewe huko mzingira kwa ukingo pande zote. Pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyonavyo, kazi ya mikono yake umezibarikia, nayo mali yake umeongezeka katika nchi. Mpaka hapo. Ndipo Ayubu akajibu na kusema,
Ndipo shetani akamjibu Mungu na kusema, je, huyu Ayubu yumcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi ya mikono yake umezibariki, nayo mali yake umeongeza katika nchi. Anataja vitu kadha. Namba moja, anasema umemzingira yeye. Ni maombi yangu kila anayenisikiliza hapa azingirwe. Amen. Nipige makofi amenelewa. Jambo la kwanza, shetani anamwambia Mungu, hukumzingira Ayubu. Maana kila tukitafuta mipango ya kumpiga huyu jamaa hatumpati. Maana tukija huku tunakuta ukuta, tukienda mbele tunakuta ukuta, tukirudi huku tunakuta ukuta, tukienda hivi tunakuta ukuta. Wewe hukumzingira. Ni maombi yangu kila kinachokutafuta kisikuone wewe, uzingirwe na moto, uzingirwe na kuta za moto. Angalia mtu amekaa pe, nataka